wanachadema ili waweze kutuelewa. Sasa nifanye utangulizi kwanza. Ni mambo gani hayo? Nyie ni wenyeji, sio wageni. Mlikuwepo wakati wa harakati za uchaguzi wa kitaifa wa ndani ya chama, kuanzia mwishoni mwa mwaka jana mpaka mwezi wa kwanza mwaka huu wakati uchaguzi ulipofanyika. Kulikuwa na mgawanyiko wa wanachama kwa mujibu wa wagombea wa nafasi ya uwenyekiti wa taifa. Hilo ni jambo liko wazi, wala sio jambo la kusimuliwa. Mtu yoyote aliyekuwepo na mwenye macho alikuwa analiona. Sasa uchaguzi ndani ya chama ulihitimishwa tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka huu pale Mlimani City. Na bahati nzuri aliyekuwa mwenyekiti wakati ule Mheshimiwa Freeman Mbowe, sauti yangu naamini inasikika, aliyekuwa mwenyekiti wa chama wakati ule na alikuwa mgombea Mheshimiwa Freeman Mbowe alikuwa ni mtu wa kwanza kutamka kwamba ameshindwa, na alikuwa mtu wa kwanza kukubali matokeo, na alikuwa mtu wa kwanza vile vile kumpongeza mshindi. Kwa hiyo kwamba Mbowe alikubali kwamba ameshindwa ilikuwa liko wazi, kwa hakukuwa na shida. Na baadaye wakati wanatakiwa kutoa hotuba za kukubali matokeo, aliyekuwa mwenyekiti anamaliza muda wake Freeman Mbowe alizungumza mambo, lakini jambo la msingi kuliko yote alitoa ushauri kwenye chama kuvunja makundi, kukiunganisha chama na kuunda tume au kamati ya maridhiano ili chama kiweze kurudi pamoja, kiweze kurejea kwenye kazi yake ya kupigania haki, uhuru na maendeleo ya watu. Kwa hiyo aliweka bayana namna hiyo. Okay. Aliweka bayana namna ile na nyie ni mashahidi. Lakini sisi tuliyekuwepo, tuliokuwa tunasikiliza na kuangalia, tulistushwa na kitu kimoja. Mwenyekiti aliyekuwa ameshinda ametangazwa, wakati anaongea baada ya mwenyekiti aliyemaliza muda wake kuongea, aliendelea kumshambulia mgombea mwenzake kana kwamba kampeni zinaendelea. Na kwa maana hiyo shambulio la mwenyekiti aliyekuwa amechaguliwa Mheshimiwa Tundu Lissu dhidi ya mwenyekiti aliyekuwa anamaliza muda wake Mheshimiwa Freeman Mbowe mbele ya wajumbe baada ya uchaguzi ilipeleka ujumbe kwa wafuasi wake kwamba kampeni bado zinaendelea. Kampeni bado zinaendelea. Kwa hiyo ambacho kinaendelea kwenye chama kuanzia siku ile mpaka leo ni ubaguzi mkubwa wa wanachama ambao wanaitwa ni timu ya Mbowe. Wanabaguliwa kuanzia kwenye kamati kuu mpaka kwenye misingi. Kila mtu anayejulikana kwamba alimuunga mkono Mbowe anaitwa msaliti. Sasa sisi tunajiuliza, hivi kugombea ndani ya chama mtu mmoja anakuwaje msaliti anayeunga mkono mwanachama wa chama kile kile? Wanagombea wawili au watatu. Kwa nini watu wengine waitwe wasaliti?
Wakati waliunga mkono mwanachama wa Chadema hakuwa mwanachama wa CCM. Na kwa maoni yangu, kama tungetaka kuita watu wasaliti, ingekuwa ni aliyekuwa makamu mwenyekiti, aliyekuwa anagombea kiti cha mwenyekiti, na mwenyekiti akiwa yupo, ingewezekana wale ndio wangeitwa wasaliti. Lakini kinyume chake ni kwamba watu waliyemuunga Mbowe ambaye alikuwa mwana Chadema, Mbowe alikuwa mwenyekiti wa Chadema, kumuunga mkono awe mwenyekiti ilionekana ni usaliti, na inaonekana ni usaliti mpaka leo. Hilo jambo la kwanza. Ubaguzi ambao upo. Watu wengi kule chini, majimbo mbalimbali, wanafanya vikao vya kujaribu kuwaondoa madarakani viongozi ambao walimuunga mkono Mbowe. Mbowe yuko kimya. Sisi wengine wote tumekuwa kimya. Tumekuwa kimya sio kwa sababu hatuoni, ni kwa sababu tulitaka waliyechaguliwa waweze kutumia katiba ya chama kukiunganisha chama na kutimiza wajibu wao kama ambavyo wanachama wamewachagua. Na mimi labda niseme kwenye hilo, mimi nilikutana na katibu mkuu John Mnyika tarehe 24 mwezi wa kwanza, siku 3 baada ya uchaguzi wa Mlimani City, ofisini kwake. Aliniomba tukashauriane. Katika mambo niyo mshauri kubwa kuliko yote, nilimwambia rudisheni umoja katika chama. Mkiamua kwenda kipande kimoja, hamtafika hiyo safari. Sababu safari yetu ni ngumu, safari yetu ni ndefu, inahitaji umoja. Na ndio maana slogan yetu ya mkutano mkuu ilikuwa ni stronger together. Tutakuwa imara tukiwa wamoja. Nikamwambia rudisheni umoja. Wafuasi wenu wanaendelea kuwashambulia wale waliowashinda kana kwamba kampeni zinaendelea, na ni akili ya kawaida ya uwezo wa kuvuka barabara, sio kwenda chuo kikuu. Inayekuwezesha kuvuka tu barabara, akili ya kawaida inakuambia uliyeshinda ndo unayetakiwa kurejesha umoja baina ya wanachama, sio waliyeshindwa. Kwa sababu wewe uliyeshinda ndio mwenye jukumu la kuwataka wenzako muende pamoja mjenge chama. Shirikisha wenzako. Lakini haikufanyika, haijafanyika na haifanyiki. Badala yake watu wanaendelea kubaguliwa na kutishiwa. Sisi wote hapa tulioko hapa kuna ambao wameshafukuzwa kama Mrema kinyume cha katiba kabisa. Nitaeleza hapo chini. Amefukuzwa na tawi. Lakini sisi wote hapa tuko kwenye pipeline ya kufukuzwa. Mtu amekaa kimya anafanya shughuli zake, lakini wao kwa sababu wanajua kwamba ulikuwa unamuunga mkono Mbowe, kwa lazima ufukuzwe. Maana yake lengo ni kwamba wanataka kufukuza wanachadema wote waliomuunga mkono Mbowe, wabaki na wanachadema waliomuunga mkono Lissu peke yake. Na sisi tunasema hiyo safari, na nilimwambia katibu mkuu tarehe 24, hiyo safari kwa namna hiyo hamtafika. Hamtafika kwa sababu gani? Hata nyie mkiangalia kura za Mlimani City, wajumbe walikuwa 1014. Tofauti ya kura ni 31. Tofauti ya kura 31 katika wajumbe 1000 na zaidi, maana yake ni 50 kwa 50. Mwenye akili ya kawaida hawezi kuchagua kwenda na kundi moja. Mwenye akili ya kawaida ataamua kuunganisha hizo timu mbili ili afike safari. Na kufanya uchaguzi ndani ya Chadema haikuwa mwanzo tarehe 21 mwezi wa kwanza. Na nyinyi ni mashahidi. Tumefanya uchaguzi kila wakati. Wakati pekee ambao Mbowe aligombea uwenyekiti akapigiwa kura ya ndio na hapana ilikuwa mwaka 2009. Tulipiga kura ndio na hapana pale Kilinjiko Hall.
Mbezi Makonde. Tulipiga kura ndio na hapana. Lakini baada ya pale 2014 aligombea na watu. Mmoja wapo alikuwa Gambaranyera Frenki Mongateko. Moja wapo ni la kurejesha umoja. Baada ya pale kama wastaafu tukaja tukakaa kimya, tukasubiri, tunaangalia watekeleze, lakini tunaona watu wanadhalilishwa, watu wanateswa, watu wanafukuzwa, watu wanaumizwa, kana kwamba chama hiki sio cha kwao, kana kwamba chama hiki kimetekwa sasa kina watu wengine. Tumeona tutoke tuseme na tuwaelekeze watu wafanye nini. Sisi hatusemi tukaishia hapa. Tunasema tunawaelekeza watu na hatua za kuchukua. Kwa sababu mtu anayefanya maamuzi anakuambia ubaya wa jambo na anakushauri ufanye namna gani. Sisi hatuwezi kusema tu tutawapa na ushauri wafanye nini. Sababu chama hiki tumekijenga wote kwa jasho kubwa. Hakuna anayeweza kudai kwamba Chadema ina jasho lake jingi kuliko mtu mwingine. Hayupo. Tuna machozi, jasho na nyinyi ni mashahidi. Bahati nyinyi ni mashahidi wazuri kabisa. Kwa hiyo hatuwezi kuangalia watu wanataka kuua chama kwa sababu ya ubinafsi wa kubagua watu na sisi tukawa tupo tunacheka nao. Haiwezekani. Kwa hiyo hilo ni swala kwanza. Na nitaka niwaeleze namna ambavyo sasa, kwa mfano, namna ambavyo watu wanabaguliwa. Nyie mnajua na habari mnayo. Mratibu wa uenezi wa BAWACHA taifa, Sigrada Mligo, ni kiongozi wa kitaifa. Kwa sababu ya ubaguzi huo alipigwa kwenye kikao cha makamu mwenyekiti wa chama bara, amepigwa na walinzi wa makamu mwenyekiti, na makamu mwenyekiti bara ndo mwenyekiti wa kamati ya maadili ya chama. Hakuna kitu kilisemwa. Na binti wa watu walipokuwa amelazwa hospitali, yeyote aliyemtembelea walidhihaki wakasema ni sanaa inafanywa sanaa. Kwa hiyo kwenda kumtembelea
Mwanachadema aliyepigwa, ameumia, amelazwa, inaonekana ni sanaa. Lakini alipoenda kutembelewa na mwenezi wa CCM, wakasema ni sanaa na ni hujuma dhidi ya Chadema. Sasa hivi aliyefanya hujuma dhidi ya Chadema ni nani? Aliyempiga mwanachadema mwenzake au aliyeenda kumtembelea mwanachadema aliyelazwa hospitali? Nyie kama tukiuliza nayo maswali. Yaani wewe upige mtu aende akalazwe Muhimbili. Sasa hujuma ni watu wanayekuja kumtembelea au hujuma ni mtu aliyepiga mtu? Anayefanya hujuma ni nani? Lakini ikaonekana ni hujuma. Wana CCM kutembelea wanachadema walioumia, hakuanza mwenezi wa CCM kwa Sigrada ili tuseme kwamba Sigrada ametengeneza. Mheshimiwa Lissu alipopigwa risasi mwaka 2017 Dodoma, alipolazwa Nairobi Kenya, wana CCM walienda kumuona. Makamu wa rais wakati ule Samia Suluhu Hassan alienda kumuona. Lazaro Nyarandu alikuwa mbunge wa jimbo la Singida Kaskazini kwa CCM, alienda kumuona. Haikuitwa sanaa. Lakini Sigrada aliyepigwa kwa sababu alikuwa ni mfuasi wa Mbowe, kwa hiyo kwenda kuonwa ni sanaa, na walienda kumuona wote wakaonekana ni wahalifu. Wahalifu sio waliyempiga, ila wanaenda kumuona. Sasa hicho kitu sisi hatuwezi tukakaa tukavumilia ubaguzi wa wanachadema, wanabaguliwa namna hiyo. Na hiyo safari mnafikaje mkianza kubaguana hivyo? Na mmeona toka uchaguzi tarehe 21 mwezi wa kwanza mpaka leo, Chadema haijawekeza nguvu kubwa ya kuwapigania Watanzania. Badala yake ni kutukana waasi, kuitana majina wenyewe kwa wenyewe. Ndio kinachofanyika. Sasa hiyo nguvu mnaipeleka wapi? Hiyo ni la kwanza la ubaguzi. Nitaka kitu cha kwanza cha ubaguzi tukichole vizuri kabisa. Na pili ni udikteta uchwala ambao unajengeka ndani ya chama na ukiukaji wa katiba ya chama. Kuna udikteta ambao unajengeka ndani ya chama na ukiukaji wa katiba. Sasa cha kwanza niwaambie wanachadema, lazima udikteta huu upingwe. Upingwe gizani, upingwe hadharani. Magufuli alianza kutuletea udikteta. Tulimpinga bila kujali mitutu ya bunduki aliyokuwa nayo, tulimpinga hadharani na gizani. Udikteta wa ndani ya Chadema lazima upingwe pia hadharani na gizani. Hauwezi kuachwa kwa sababu dikteta ni dikteta. Na sisi tunapopigania haki za watu hatuchagui. Hiyo haki inatakiwa idaiwe kwa nani. Haki hii tunaipigania bila kujali anayekiuka ni nani. Sasa ni mambo gani hayo ambayo yanaweza kutuonyesha kwamba kuna hiyo shida? Kuna ufinyaji mkubwa sana wa maoni ya wanachama. Hapa mfano, kuna waliyekuwa wagombea wa mwaka 2020 wa ubunge na watiania ya kugombea ubunge 2025. Waliunda kundi lao la WhatsApp linaitwa G55. Na nyie mnajua, hata waandishi wa habari nyie mna makundi yenu ya WhatsApp. Na wao waliunda kwa sababu hawakai nyumba moja. Waliunda ili waweze kuwa wanashauriana. Na katika kushauriana kuhusu swala la kushiriki au kutokushiriki uchaguzi, waliamua kuandika ushauri kwa chama. Ushauri. Na wakaupeleka kwa katibu mkuu. Hawakuupeleka kwenye media. Wakapeleka kwa katibu mkuu. Ulipofika kwa katibu mkuu, wale watu wote wakaitwa wasaliti. Njaa
hivi njaa wanayeweza kuwa nayo hawa ambayo wameitoa Chadema inawakosaje wanachadema wengine hiyo njaa? Kama kuna hiyo njaa ambayo hawa wanayo wameitoa Chadema, wanachadema wengine inawakosaje? Wakaitwa kila jina, lakini wakaanza plot ya kufukuzwa, na ndicho kilichomfukuza John Mrema kwa kutumia tawi. Lakini kilichotolewa ni maoni. Nasikiliza, ngoja niwaambie ndugu zanguni na viongozi wa Chadema wasikie. Ni hivi, kwa chama cha kidemokrasia kama Chadema, wanachama ni haki yao kuhoji, ni haki yao kushauri, ni haki yao kuuliza. Viongozi ni wajibu wao kujibu, ni wajibu wao kufafanua. Haiwezi kuwa mwanachama anayeuliza kwamba kwa nini tusifanye hivi anaitwa msaliti. Maana yake ni kukataa watu wasihoji. Udikteta ni kukataa kuhojiwa na kutaka watu washangilie unachosema. Hicho ndo ukweli, na watu wengine hawana sababu, hawana haki ya kuhoji. Kwa ni haki ya wanachama kuhoji na ni wajibu wa viongozi kujibu. Lakini haikujibiwa, badala yake walianza kuitwa majina. Walipotoka kufafanua kwamba sisi sio wasaliti, sisi tulisema kwenye andiko letu tutasimama na msimamo wa chama, ndo wakaanza kuelekeza matawi ya wafukuze. Kwa hicho kitendo cha kukataa kufafanua hoja ya G55 inaonyesha wazi kwamba watu hawako tayari kusikiliza mawazo ya wanachama. Na sikilizeni, kuna mtu anaweza kujificha kwenye kichaka na watu wanajificha kwenye shamba la karanga. Wanakuambia huu ni uamuzi wa mkutano mkuu, kwa hauwezi kujadiliwa. Hebu nyie si mko hapa, maana mimi nasema nyie ni Watanzania. Nyie sio watalii kwamba wametoka nje wamekuja leo hapa, kwa mtakuwa kuambiwa mambo ya hapa. Nyie mlikuwepo hapa. Chadema tuliandika barua kwa rais kuomba tukae tulete maridhiano ili siasa ziwe za kistaarabu. Tukaanza mazungumzo ya maridhiano, na mazungumzo yale yalikuwa ni azimio la baraza kuu kwamba tufanye mazungumzo ya maridhiano. Lakini nyie ni mashahidi. Aliyekuwa makamu wa mwenyekiti wakati ule, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, alitoka hadharani kupinga maridhiano. Mbowe akaitwa majina mengi sana kwamba ameramba asali kwa ajili ya maridhiano, ikapingwa hadharani. Hivi kupinga hadharani, na hawa G55 waliandika ushauri kwa katibu mkuu, kama ni usaliti, nani msaliti zaidi? Kama tufanye ni usaliti, nani msaliti zaidi? Aliyeandika maoni yake kwa katibu mkuu au aliyetoka hadharani kupinga maazimio ya vikao vya chama na akiwa makamu mwenyekiti wa chama, nani msaliti zaidi? Sababu unajua tukiongea ya mambo, mkuki usiwe mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu uchungu. Mkuki uwe mkuki kwa wote, kwa sababu nyie sio wageni. Mbowe aliitwa hayo majina, na baadaye tulilazimika kukaa tena kwa kusikiliza maoni ya watu pamoja na kejeli zote. Tukakaa tukajitoa kwenye maridhiano. Kwa nini wao hawataki wanachama wanayetaka kujadili kama tushiriki uchaguzi au tusishiriki uchaguzi? Kwa nini anayetaka wajadili wanamuona kwamba ni msaliti, na wanataka kufanya kama hii hapa ni dogma, kwamba kwa sababu ni azimio la mkutano mkuu haliwezi kujadiliwa? Kwa nini azimio la baraza kuu la maridhiano lilijadiliwa na likabadilishwa? Na libadilishwa na kamati kuu tu, wala kubadilishwa na baraza kuu na kamati kuu. Azimio lilikuwa la baraza kuu, majadiliano yalifanywa kwenye kamati kuu, yakabadilishwa, tukatoka, na mpaka leo tumetoka. Na wakati ule wenzetu walikuwa wanasukuma tutoke, hoja yao
hoja yao ilikuwa tutoke nje, hawa wanatuchelewesha, tutoke nje tukakinukishe. Sasa hakijanuka mpaka leo. Tutoke nje tukakinukisha, hakijanuka mpaka leo. Sasa subiri kitanuka. Sasa hawa G55 walichokuwa nauliza, hivi mkakati ni gani wa kuzuia huo uchaguzi? Mimi ngoja niwaambie hilo swala la kutoshiriki. Unajua, kusema utazuia uchaguzi ambao huna uwezo wa kuzuia, maana yake unataka CCM apite bila kupingwa. Kwa sababu si utazuia, si uchaguzi utaendelea, si utashiriki wewe, maana utapita bila nini? Bila kupingwa. Ndio maana yake. Hiyo tafsiri pana bado Watanzania hawajaiona, kwa sababu wewe kama ni kiongozi ukatuaminisha kwamba tutazuia uchaguzi, hutupatii mkakati wa kuzuia uchaguzi, maana yake usipozuia utaacha CCM apite bila kupingwa. Nani msaliti? Nani anaweza kuwa amenunuliwa na CCM? Anayetaka tushiriki uchaguzi ili tupambane nao, tuende kwenye kituo. Kama wakala wetu wanaondolewa, mgombea na wanachama waende wakapambane kituoni kuzuia uchaguzi. Lakini wewe unasema tuzuia uchaguzi, tusishiriki, lakini tuzuia uchaguzi. Unazuiaje? Majibu hayapo. Watu wakihoji wanakuwa wasaliti, wanafukuzwa. Hatuwezi kukubali chama kiuawe namna hiyo. Kwa hiyo nani? Lakini viongozi kufukuzwa bila kufuata katiba. Nimesema. Kwa mfano, John Mlema yuko hapa, amefukuzwa na tawi. Lakini angalia, amefukuzwa na tawi, barua ya kumfukuza imetolewa nakala kwa katibu mkuu. Maana yake, tafsiri yake ni kwamba ile barua iliandikwa na katibu mkuu. Maana yake maelekezo yalikuwa ya ofisi ya katibu mkuu, ndio aliyeelekeza afukuzwe. Kwa sababu katiba ya chama, kanuni za chama, kifungu cha 7.1.1 kinaeleza namna gani taarifa kutoka ngazi za chini zinatolewa, kwamba taarifa kutoka kwenye msingi itatolewa, bosi wao ni tawi. Taarifa ya tawi itatolewa kwenye